Bwana, katika vita ambayo inayoendelea katika taifa la Iran pamoja na Marekani kijumuisha na taifa la Israel, bado kuna nchi kadhaa ambazo zipo katika ukanda huu ambazo zinazoathirika kutokana na mwingiliano mambo kadha wa kadha ambayo yameendelea kutokea katika mataifa haya matatu. Katika taharuki ambayo imetokea au katika vita ambayo imetokea ambayo ilianzishwa na Marekani pamoja na ushirikiano wa Israeli kuishambulia Iran, na kiongozi wa Korea Kaskazini na yeye pia ameweza kutoa neno. Ni neno gani ambalo amelitoa rais wa Korea Kim Jong-un? Basi ambatana nami mwanzo mpaka mwisho ili uweze kupata taarifa, uone moto jinsi ambavyo ulivyozidi kuwaka na kushamiri kuitisha dunia. Bana, kabla sija kuambia chochote hapo, wewe mfanya kitu kimoja, au subscribe. Chini ya video hii hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Ukibonyeza utakuwa ni moja kati ya watu ambao mtakuwa mkipata taarifa zetu kila wakati na kwa wakati sahihi. Basi nirejea katika hiki ambacho nimekuambia. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ametoa onyo kali kwa muungano wa kimataifa, akitangaza kwamba madhara yeyote kwa raia wa Korea Kaskazini walioko Iran yatasababisha mtafaruku mkubwa kabisa kati ya mataifa hayo ambayo yapo katika vita, nao pia kuingia katika mzozo huo. Kim ameweka wazi kwamba Korea Kaskazini raia wake wanatakiwa waondoke wakiwa wako salama. Anasema, hatuwezi kujadili kuhusu swala la usalama kati ya raia wetu na vita inayoendelea, silaha za nyuklia katika mgogoro wa kikanda ambao tayari ni tete. Onyo hilo ni onyo lake ambalo lilikuja huku kukiwa na mvutano unaoongezeka baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuweza kuisogelea Iran kama nyuzi kaskazini 50. Kauli hiyo iliweza kusisitiza mgawanyiko mkubwa wa kiitikadi kati ya pande hizo mbili ambazo zinazopigana. Wakati huo shirikizo la kujiondoa ghafla kisiasa liliendelea wakati ambao Korea Kaskazini ikiwa inawalinda raia wake. Hispania hivi karibuni ilibainika kuwa kushirikiana kwa Marekani baada ya kukabiliwa na ushuru mkubwa zaidi wa biashara, na Qatar ina asilimia hizo chini ya hali ya hatari, huku uzalishaji wa gesi ukisimamishwa. Hali ya kijeshi pia imeongezeka kwa kasi. Meli ya kivita ya Iran imezama. Mambo ambayo yanayoendelea kwa hivi sasa yanasababisha mvutano mkubwa sana na dunia kuwa katika mashaka makubwa juu ya yale ambayo yanayoendelea. Manuari wa Israel Fars na wao pia waliripotiwa kuwa kuharakishwa kabisa kwa harakati hizo na ziliweza kuahirishwa, na bunge la Washington DC limepiga kura za kuzuia mashambulizi mengine ya Marekani. Hata wakati Pentagon inatafuta dola bilioni 50 kuchukua nafasi ya kuratibu dola bilioni 2 katika vifaa vinavyopendekezwa. Wakati huo Urusi inaripotiwa kujiandaa kupata vituo vya nyuklia vya Iran baada ya kupoteza mawasiliano na uongozi wa Tehran. Vikosi vya NATO nchini Uturuki viko macho baada ya kuzuia kombora la balistiki na kuzidi kuzua hofu na mzozo mpana zaidi, huku Kim Jong-un akionya sasa kuhusu kuingilia kati moja kwa moja vita hii. Dunia inashangaa kwa wasiwasi, huku mzozo huo ukitikisa au ukiashiria kubadilika kutoka katika vita ama mzozo wa kikanda hadi mzozo mkubwa zaidi kimataifa.
Katika hiki ambacho kinachoendelea au vita ambayo inayoendelea ambayo imekuwa ni tishio kubwa kwa hivi sasa duniani, na karibu nchi zote ulimwenguni zimekuwa zikifuatilia kwa ukaribu zaidi vita hii, na kwa sababu inafuatiliwa kwa ukubwa, na kuna sababu pia ya kuweza kufuatilia vita hii kwa ukubwa zaidi, dunia inaitazama vita hii kwa ukaribu zaidi. Inasadikika kwamba kati ya vita ambazo zimewahi kutokea za dunia, hii ni moja kati ya vita ambayo imeanza ghafla, lakini ni vita ambayo ni ya moto kweli kweli. Hivi juzi tu tulishuhudia taifa la Israel, raia wake wakiwaomba Iran waache mapigano hayo mara moja, kwa sababu kuna vitu kadha wa kadha ambazo vinazidi kuwaathiri wananchi wa Israel, kwa sababu kwa asilimia kubwa wananchi ambao wanaishi katika makazi yao, wao hawapendezwi hata kidogo juu ya hiki ambacho kinachoendelea, kwa sababu kinahatarisha maisha yao. Pia wamepoteza ndugu zao, wamepoteza rafiki zao, lakini pia wameharibu miundombinu mbalimbali na maisha. Japokuwa kuna maridhiano kadhaa ambayo yalishawahi kuombwa yakaliwe, ni zaidi ya mara 3 taifa la Israeli limekataa makubaliano hayo ya kuhairishwa kwa vita kwa sababu ya yale ambayo yaliweza kutokea. Ilisema taifa la Iran kwamba kwa muda huu ni mapema sana kuweza kusitisha vita hii, labda tukae vita iendelee bila kusimama kwa siku 60, kwa maana ya miezi miwili. Hapo ndipo tutakapoweza kukaa mezani. Sasa swali linakuja kwako wewe ambao unasikiliza juu ya hiki ambacho kinachoendelea. Je, vita hii ya moja kwa moja bila kusimama ikadumu kwa siku 60, kwa maana ya miezi miwili, je, hali ya mataifa haya itakuwaje? Na si tu mataifa haya, kwa sababu hali ya mataifa duniani ambayo yanakaribiana kwa ukaribu na kushirikiana kiuchumi itakuwaje? Basi mimi nikushukuru sana kwa sababu umekuwa ni mtu ambaye unafuatilia vyema kabisa chaneli hii hapa, na umekuwa ni mtu ambaye umesikiliza mwanzo mpaka hapa. Basi mimi nikushukuru sana, na nikwambie kwamba kama bado hujasubscribe ufanye usubscribe, si ndivyo? Wewe ukisha subscribe utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao mtakokuwa mkipokea taarifa zetu kila wakati, na mkitani on notification kwa ajili ya kupokea kila taarifa mpya ambazo tunazipandisha katika chaneli hii, unakuwa wa kwanza kuweza kupata. Bana, nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine tena. Bye bye.